hii ni historia kweli kabisa inayomhusu mwalimu wa kuitwa Joe. Huu ni mmoja wa walimu ambao walikuwa ni makatili sana, lakini jambo lililoshangaza watu wengi sana ni pale teacher alipoamua kuwafukuza wanafunzi zaidi ya 300 ndani ya siku moja. Hasa najua utakuwa unajiuliza maswali mengi sana. Je, ilikuwaje wanafunzi zaidi ya 300 wakafukuzwa ndani ya siku moja? Lakini hayo majibu ya maswali yako utapata hapa kwenye simulizi fupi ya movie yetu. Hivyo usahau kupita pale YouTube na kusubscribe ili wa kwanza kupata movie zetu. Okay, sawa, tuanze. Mzigo unaanza kumuonyesha mwalimu wa kuitwa Joe. Na leo mwalimu alikuwa ametoka darasani kufundisha, lakini jambo la kushangaza ni kwamba kuna viongozi wa shule moja ambayo inaitwa Eastside High School walimfuata teacher huyu na kumuomba ahamie kwenye shule yao. Na hii ni kutokana na shule hiyo kuwa na wanafunzi watukutu sana, lakini teacher Joe licha ya kwamba aliwasikiliza kwa muda mrefu kinoma noma, lakini hakukubali kabisa jambo hilo. Lakini baada ya miaka kadhaa kupita, kuna ugomvi mkubwa sana ambao ulitokea kwenye shule hiyo. Maana baadhi ya wanafunzi walianza kuwapiga walimu, na hapo ndipo bodi ya shule ikaona njia pekee ya kutatua msala huu ni kwenda kuongea tena na Joe, maana yeye ndo anaweza kuwapa msaada. Ingawa hilo jambo lilikuwa rahisi hata kidogo, maana walipoenda kuzungumza tu na mshikaji, mwamba hakutaka kabisa kuwaelewa. Ila baada ya kumwelekeza Joe kwa muda mrefu sana na kumwambia hali halisi ambayo imetokea shuleni kwao, ilibidi Joe akubali na kuwasikiliza walimu hawa. Na siku ilipopita, Joe alifanikiwa kuhamia shuleni hapo, lakini jambo la kushangaza ni kwamba mwamba alipohamia tu shuleni, siku ile ile alipandishwa cheo na akawa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Na mwamba alipokutana tu na walimu wenzake, aliwapa masharti mazito vibaya mno na kusema anahitaji majina ya wanafunzi wote wasumbufu, maana hii ndio njia pekee itakayofanya wanafunzi wote wafuate sheria. Ila kwa sababu wanafunzi wasumbufu walikuwa ni wengi sana, hilo jambo walimu waliona litakuwa ni gumu, maana zaidi ya wanafunzi 300 wote walikuwa ni wasumbufu. Hasa Joe licha ya kwamba aliwasikiliza walimu wenzake kwa muda mrefu sana, hakutaka kuelewa jambo lolote lile. Mwamba alikaza na kusema anahitaji majina yao, maana mwanafunzi yote ambaye anashindwa kufuata sheria za shule ni lazima afukuzwe. Na hapo ndipo walimu wakaona hawana ujanja, ilibidi wakubali tu jambo hilo. Lakini baada ya muda kusogea, wanafunzi walianza kuleta usumbufu bila kujua kwamba habari zimemfikia teacher Joe. Na Joe kwa sababu alikuwa hapendi kabisa ujinga, mwamba aliondoka na kwenda kuzungumza na wanafunzi, lakini wanafunzi kwa sababu walikuwa hawajui balala umshikaji, waliendelea kuleta kiburi. Lakini Joe baada ya kuona kila akizungumza na wanafunzi hawataki kabisa kumuelewa, mchizi aliamua kufanya maamuzi magumu sana, maana mwamba aliamua kuitisha kikao na kuamuru wanafunzi wote ambao wanaleta usumbufu inabidi wafukuzwe. Lakini kuna mzazi mmoja ambaye anaitwa Leona, hubi mkubwa, baada ya kusikia kwamba wanafunzi inabidi wafukuzwe, alikataa kabisa jambo hilo. Ila teacher naye aliendelea kuwasisitizia sana wazazi na kusema inabidi baadhi ya wanafunzi wapungue, maana hiyo ndio itakuwa njia pekee ya kukomesha tabia mbaya zinazofanywa na watoto wao. Lakini bado hilo jambo lilikuwa gumu, maana wazazi walikataa kabisa jambo hilo. Lakini teacher baada ya kuona kila akizungumza na wazazi hawataki kabisa kumuelewa, mwamba aliamua kuondoka zake. Lakini siku ilipopita, kuna dogo mmoja ambaye anaitwa Sam, na huyu dogo alikuwa ni muuni vibaya mno. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba leo dogo alikuwa amekuja akiwa tofauti kabisa, maana dogo alikuja kumuomba msamaha mwalimu wake na kusema yupo tayari kujirekebisha na chochote ambacho mwalimu atamwambia yupo tayari kumsikiliza. Na teacher baada ya kumsikiliza Sam, aliamua kumpatia masharti makali sana na kusema endapo akirudia tabia zake basi yupo tayari kumfukuza shule. Hasa dogo licha kwamba alikuwa ni muuni sana, lakini alikuwa anamuogopa sana teacher Joe. Na hapo ndipo dogo ilibidi awe mpole tu na kumsikiliza mwalimu wake. Na baada ya mazungumzo hayo, teacher aliondoka na kurudi zake darasani. Lakini jambo la kushangaza ni kwamba Sam aliendelea kuleta kiburi na hakutaka kabisa kumsikiliza mwalimu wake, maana Joe kila siku alikuwa anasisitiza sana kila mtu inabidi awe anavaa official, lakini Sam pamoja na wenzake walikuwa wanavaa nguo za kiuni vibaya mno, jambo ambalo lilikuwa linamkera sana teacher Joe, maana teacher alikuwa anatamani kila mwanafunzi anavaa nguo za kuvutia, na hii ilikuwa ndio sheria mpya shuleni hapa, na endapo ukishindwa kufuata sheria hii lazima utafukuzwa shule. Na wanafunzi ilibidi wamsikilize tu mwalimu wao. Lakini baada ya muda mfupi, kuna jambo moja ambalo lilimshangaza sana mwalimu Joe, ni pale alipoona hakuna mwanafunzi hata mmoja ambaye anajua kuimba wimbo wa shule. Na hili ni moja ya jambo ambalo lilimshangaza sana mwalimu Joe, na hapo ndipo mwamba ilibidi amfuate mwalimu wa muziki, ikiwezekana muulize nini tatizo. Lakini madam wa muziki naye alionekana akiwa na hasira sana, na hii ni baada ya kuona kila akizungumza na wanafunzi hawataki kabisa kumsikiliza. Na Joe baada ya kuona hili lishakuwa tatizo, ilibidi atoe amri kwa wanafunzi na kusema kuimba nyimbo za shule ni lazima, na ni lazima kila mwanafunzi ajue nyimbo za shule. Sasa wanafunzi pamoja na baadhi ya walimu walikubali kumsikiliza mwalimu Joe, lakini kuna mwalimu mmoja alikuwa anamchukia sana mwalimu Joe, na hii ni baada ya kuona mshikaji amekuwa ni katili vibaya mno. Na huyo teacher alimwambia Joe kwamba hawezi kumsikiliza kwa jambo lolote lile licha ya kwamba Joe ni mkuu wake. Lakini Joe kwa sababu alikuwa hapendi kabisa ugomvi, mwamba alitulia na kumjibu jambo lolote lile. Lakini baadhi ya walimu baada ya kuona Joe amekuwa ni mpole, walianza kumpanda kichwani huku akiwa anasema hawezi kumsikiliza kwa jambo lolote lile, na hii ni baada ya kuona ni kama mshikaji anawapelekesha kila wakati. Lakini Joe kwa sababu alikuwa anajua anachokifanya ni kitu sahihi, mwamba alikuwa anavunga tu na kuhitaji kabisa ugomvi. Lakini siku zilipozidi kusogea, kuna mambo ya ajabu sana ambayo alikuwa anaendelea shuleni hapa, maana baadhi ya wanafunzi ambao walikuwa wapendi kabisa shule walianza kuhudhuria shuleni kila siku, na hapo ndipo ufaulu wa wanafunzi wengi sana ulianza kupanda. Hasa Joe akiwa anaendelea kuangalia maendeleo ya wanafunzi wake, ghafla alisikia kwamba kuna wanafunzi wanapigana, ndipo mwamba ilibidi atoke chapu na kwenda kuamlia ugomvi huo. Lakini hawa wanafunzi walikuwa wanapigana huko kwa mbeba silaha nzito sana, ambapo Joe angechelewa tu kuamlia ugomvi basi huenda wanafunzi wao wangekuwa shaumizana. Lakini serikali nao baada ya kuona hii shule imeshashindikana waliamua kuifungia, na hapo ndipo Joe akaanza kuitwa Jobless, maana mchizi alikuwa hana mchongo wowote ule. Lakini baada ya shule kufungiwa, kuna dogo mmoja alionekana akiwa anapitia wakati mgumu sana, maana huyo dogo alikuwa amefukuzwa na wazazi wake kwa sababu wazazi walikuwa hawapendi kabisa kuona udogo akiwa anasoma shule. Lakini Joe baada ya kusikia maelezo hayo, mwamba alijisikia vibaya sana, ndipo aliondoka na kwenda kuzungumza
azungumze na wazazi wa huyu binti, ikiwezekana ajue nini tatizo. Lakini hawa wazazi walikuwa ni moja wa wazazi ambao walikuwa wampendi kabisa Joe, na walipomuona tu mshikaji amekuja nyumbani hapa walianza kumchukia. Lakini Joe ilibidi washauri wazazi ikiwezekana wamwache mtoto wao asome shule, maana udogo alikuwa na uwezo mkubwa sana darasani, na wazazi kwa sababu walikuwa wanamuogopa sana Joe ilibidi wakubali tu jambo hilo. Lakini Joe naye alikuwa anapitia wakati mgumu sana, maana baadhi ya magazeti yalianza kumchafua ili kila mtu ajue kwamba huyu mshikaji hafai, maana kila mtu alikuwa anamchukia Joe, na hii ni kutokana na habari ambazo zilikuwa zinaenea kila siku. Maana waandishi wa habari waliamua kumchafua mshikaji na kusema yeye ndio mtu pekee aliyesababisha mpaka shule hii ikafungiwa. Hasa hili jambo lilimpa hasira nyingi sana Joe, na hapo ndipo Mwamba ilibidi aache kabisa masuala ya walimu. Lakini kuna wazazi walikuwa wanamkubali sana mwalimu Joe, waliendelea kumsisitiza ikiwezekana Mwamba aendelee kufundisha, maana waliamini huyu ndio mtu pekee ambaye anaweza kusaidia watoto wao. Na Mwamba licha ya kwamba alikuwa na hasira sana, ilibidi awasikilize tu wazazi. Na baada ya siku kadhaa kupita, shule ilifunguliwa na Joe aliendelea kuwa mwalimu kama kawaida, ingawa Sam pamoja na wenzake walianza kujiachia huko kwa naamini kwamba huenda mwalimu Joe atakuwa ameacha kabisa kufundisha. Ila kwa bahati mbaya sana, ghafla teacher Joe alitokea na kushuhudia kila kitu ambacho madogo walikuwa nakifanya, na hapo ndipo Mwamba ilibidi awape adhabu madogo hawa na kusema kila siku inabidi wao wanaimba wimbo wa shule. Na madogo kwa sababu walikuwa wanamuogopa sana Joe, ilibidi wakubali tu jambo hilo. Lakini Joe naye alikuwa ni mtu mwenye hasira sana, na hii ni baada ya kuona matokeo ambayo shule ilikuwa inapata kipindi cha nyuma. Na jambo ambalo lilikuwa linamuumiza sana Joe ni pale alipokuwa anaona walimu wenzake wamalizika huku akiwa wachukui hatua zozote zile. Na hapo ndipo Mwamba ilibidi waite walimu wote ikiwezekana wajitathmini, maana hayo matokeo sio mazuri hata kidogo. Hasa Joe baada ya kuona kila akizungumza na walimu hawataki kabisa kumuelewa, na hapo ndipo Mwamba alipotoa amri na kusema ni lazima kila siku walimu wao wanakuja shuleni, haijalishi ni Jumapili au Jumamosi. Ingawa hilo jambo lilikuwa ni gumu sana, maana kuna baadhi ya walimu walikataa kabisa jambo hilo, lakini hizo Joe hazikuwa shida zake kabisa, maana Mwamba aliamua kutoa kauli moja tu na kusema kila siku inabidi wanafunzi wanakuja shuleni, haijalishi ni Jumamosi au Jumapili. Na baada ya kauli hiyo sheria ilianza kufuatwa na walimu walikuwa wanafundisha kila siku, na baada ya siku kadhaa kusogea, ufaulu ulianza kupanda. Ingawa licha ya jitihada zote hizo, lakini bado kuna wazazi waliendelea kumpinga tena Joe, maana wazazi walisema itakiwa watoto wao wanasoma kila siku, inabidi watoto wanapata muda wa kupumzika. Hasa bodi baada ya kuwasikiliza wazazi wao kwa muda mrefu sana, ilibidi wamfuate mwalimu Joe ikiwezekana abadilishe utaratibu, lakini hilo jambo lilikuwa ni gumu sana, maana Joe alisema kama anahitaji watoto wao waendelee kufaulu darasani ni lazima wao wanakuja shuleni kila siku. Hasa baadhi ya walimu ilibidi wakubali tu ushauri wa Joe, ila bado kuna mwalimu mmoja ambaye alikuwa anaitwa mwalimu Joan. Huyu binti alikuwa na kichwa kigumu vibaya mno, maana alikuwa anakataa kabisa ushauri wa Joe na kusema yeye anakosa kabisa hamu ya kufundisha, maana baadhi ya wanafunzi hawataki kabisa kumsikiliza. Na Joe alimsikiliza kwa umakini sana madamu huyu, lakini siku zilipozidi kusogea, Mwamba ilibidi akusanye wanafunzi wote na kuwapatia sheria mpya za shule hii na kuambia ijalishi wazazi watakuwa wamekwambia jambo gani, ila kuja shuleni kila siku ni lazima. Hasa wanafunzi walikubali kumsikiliza mwalimu wao, lakini siku ilipopita wanafunzi wote walifanikiwa kufanya testi na nusu ya darasa walifanya vizuri sana testi hiyo. Lakini huku upande wa pili kuna wazazi walikuwa wampendi kabisa mwalimu Joe, ndipo walikuja kwenye bodi ya shule ikiwezekana mshikaji afukuzwe kabisa kazi, lakini laundi bodi ya shule ilikataa kabisa jambo hilo. Hasa Joe akiwa hajui chochote kinachoendelea, kwamba kuna baadhi ya wazazi wa mpango kumtengenezea msala ikiwezekana Mwamba afukuzwe kabisa kazi. Maana kuna siku moja Joe akiwa anaingia darasani alikutana na wanafunzi wawili wakiwa wanazungumza, ingawa kuna mwanafunzi mmoja ambaye anaitwa Salma, na huyu binti alionekana akiwa analia sana huku akiwa anamwambia mwalimu Joe kwamba ana ujauzito. Hasa Joe baada ya kusikia jambo hilo ilibidi amfuate binti huyu na kuanza kumfariji, ila kitendo cha kumshika begani binti huyu akawa ameharibu kila kitu, maana kuna baadhi ya wambea walikuwa na rekodi kila kitu. Ndipo alipoanza kutangaza taarifa kwamba mwalimu Joe anatembea na wanafunzi, na hapo ndipo Mwamba alipobambikiwa kesi na kutupwa gerezani. Ila baadhi ya wanafunzi baada ya kusikia kwamba mwalimu wao yupo gerezani ilibidi waungane ikiwezekana ticha wao aachiwe, maana walikuwa naamini mwalimu Joe hawezi kufanya kitu cha ajabu kama hicho. Hasa wanafunzi baada ya kuasisitiza askari kwa muda mrefu sana ikiwezekana Joe aachiwe, maana walisema wanahitaji kuzungumza na mwalimu wao, lakini jambo la kushangaza ni kwamba Joe alikataa kabisa jambo hilo, na hii ni baada ya kuhisi huenda askari watakuwa wanamdanganya, maana Mwamba alikuwa anajua wanafunzi wengi sana walikuwa wampendi, lakini askari ilibidi wamsisitizie sana mwalimu Joe ikiwezekana Mwamba atoke nje, maana kuna wanafunzi wake wengi sana wanahitaji kumuona. Hasa Joe baada ya kujifikiria kwa muda mrefu sana ilibidi akubali na kwenda kuwasikiliza wanafunzi wake, na Mwamba alipotoka tu nje hakuamini kabisa macho yake, maana alikutana na wanafunzi wengi sana ambao walikuwa wanamsubiri, jambo ambalo mwalimu Joe hakutegemea kabisa, maana alikuwa anahisi wanafunzi wengi sana watakuwa wanamchukia. Lakini baadhi ya wanafunzi pamoja na wazazi hawakuwa nyuma kabisa, walienda kuasisitizia askari ikiwezekana mshikaji aachiwe, maana walisema huu mwalimu hana kosa lolote lile. Na hapo ndipo tunakumbuka ile kauli inayosema asiyefaa kafaa na mtu sio nyau, maana pale pale mshikaji alifanikiwa kuachiwa na kuendelea na kazi zake kama kawaida. Lakini baada ya miaka michache kupita, Mwamba alifanikiwa kustaafu huku akiwa amejikusanyia sifa nyingi sana, licha ya kwamba Mwamba alikuwa ni katili kinoma noma. Hasa bwana, na mimi sina ziada, na ndio mwisho wa movie yetu inayoenda kwa jina la Lean on Me, na ulikuwa na mimi Vasco Rhymes niliokuletea simulizi hizi kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Lakini nataka nikuachie swali moja tu. Je, ni mwalimu wa somo gani ambaye alikuwa ni mkali sana kipindi ambacho ulikuwa shuleni na huyu mwalimu huwezi kabisa kumsahau? Asahau majibu ya maswali yako, naomba niachie hapo chini kwenye comment. Lakini kama unahitaji kuwa wa kwanza kabisa kupata movie zetu, basi usahau kusubscribe kisha bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata movie zetu. Okay, asante. Enjoy.